kunipandisha majukwaa wakati anakaa Kijichonyama pale akiwa amepanga chumba hiki kimoja, lakini blaza alikuwa ananiamini, ananipa mpaka funguo, ameanza kunishika mimi mkono akiwa anajitafuta mpaka hichi baba anakuwa star. Kwa hiyo namheshimu, na hata siku ya msiba wa mama yake nilikwenda, na nashukuru Mungu ameposti leo, nimeiona kunishukuru mdogo wake. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Kwa hiyo mimi ni kijana wenu wa kanda pia, nawashukuru. Kwa kuanza sasa tunaenda kusikiliza taarifa habari. Tunaanza taarifa ya habari. Na hii ni taarifa ya habari na utangazia kutoka Hai TV. Msamaji wako ni Benjamin Mzinga. Tunaanza na habari kamili. Mwanza, mamia ya watu walikusanyika katika mdau shupavu uliofanyika katika hoteli ya Golden Grace iliyoko Mwanza nchini Tanzania kwa ajili ya kushuhudia shughuli kubwa ya kutoa tuzo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kila kiongozi ana fursa ya kuweza kutoa yake machache. Bwana Rwani Masako ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakati haya yakiendelea katika hafla hiyo fupi iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upande wake aliyokuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Anna Makinda alikuwa ni mmoja wa mwalikwa katika hafla hiyo. Spika mstaafu Anna Makinda anaeleza, tumsikie. Jamani waheshimiwa bunge, tunaanza kipindi cha mheshimiwa Tondeso na baba Chindazaje. Jamani, humu ndani kuna waandishi wa habari. Nimefurahi sana kumwona mkurugenzi wa All Smile Mheshimiwa Boichum, naomba upunge mkono. Asante. Nimefurahi kumwona Mheshimiwa Faris, naomba upunge mkono. Asante. Nimefurahi sana kumwona Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba upunge mkono watu wakuone. Asante. Tunaendelea sasa na mchangiaji wa kwanza kutoka kambi ya upinzani. Mheshimiwa Halima Mdee, niliona alikuwa na hoja. Halima Mdee, endelea. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naomba niwapongeze sana wananchi wa mkoa au wa jiji la Mwanza kwa upendo mkubwa wanaozidi kuonesha. Kwa kweli nikupongeza sana mkurugenzi wa All Smile, hana ulipochungu, unafanya kazi nzuri. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Maana wewe unatengeneza fursa kwa watu wengi na watu wamefaidika kupitia wewe, kijana mdogo sana. Baada ya kutamka hayo, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa John Samuel Malichela, endelea. Kwa matatizo kama haya ya kunichagua bungeni Mheshimiwa Spika, mimi ninaona ni swala soft sana kulirekebisha. Kwa hiyo Arnold Boichum na kupongeza sana. Baada ya kutamka au nimefurahi sana kuwaona ndugu zangu wa Oscargo kampuni ya usafirishaji, mnafanya kazi nzuri sana bila kuwasahau Soya One. Baada ya kutamka hayo, naomba kuwasilisha. Asante. Tunaendelea hivyo kufika. Asante. Tunaendelea. Nani alikuwa anaendelea? Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete. Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete, rais mstaafu ya 4. Bwana Kikwete alikuwa na machache, tumsikie Bwana Kikwete alieleza. Bwana Kikwete akiwahutubia wakazi wake. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa viongozi zangu wa serikali, mambo. Awali ya yote, naomba niwashukuru sana ndugu zangu wa BASATA. Kazi kubwa kweli kweli. Kwa hiyo mimi kama mzee wenu nilikuwa nataka niwasalimie, na sitokuwa na mengi sana ya kuzungumza. Naomba tukaisikie sasa sauti ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kwa ufupi, naye alikuwa na machache. Lakini mimi niliona katika haya ni lazima niseme ukweli. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Tanzania, kazi hii tunayoifanya sio ndogo. Na nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kutoka BASATA
kwa kuja kuleta fungu la 10 hapa, na usingekuja ningekuchukua hapa hapa. Haiwezekani huyu mama amekuja hapa alafu fanisi umekatwa hapa. Kwa hiyo mwenyekiti wa umoja wa vijana, njoo hapa, na naomba usilete wekundu mmoja, ulete nyingi kweli kweli. Iliona nizungumze haya, lakini nawashukuru sana. Nimemwona Madam Yunus hapa. Yuko wapi madam? Yuko wapi? Madam, nikupongeze sana, Mungu akubariki sana. Lakini na wengine. Kwa hiyo baada ya kutamka hayo, naomba tukasikize. Lakini wakati haya yakiendelea, Roho Mtakatifu anayetuongoza amemtuma mwanaye kipenzi, mwana wa Adamu, Yesu Kristo, aje kuhubiri injili katika ukumbi huu. Tusikilize mwana wa Adamu, sauti yake. Tumsikilize mwana wa Adamu. Bwana mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha, akavuna zabibu zake. Amini ninawaambia, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Waogopeni sana watu wanaokunja nne na kuangalia kwenye simu kujifanya kwa bize. Watu wao ni wajibu sana kwenye kutunza. Amini nakwambia, eti baba, 10,000 uliotoa Mungu atakupa maradufu. Lakini imeandikwa mambo, Baba wa mbinguni amenituma kwako, amesema uwasaidie yatima wenye shida mbalimbali. Kwa nini wewe umekaa? Amini nakwambia, Baba amenituma kwako nije kukueleza na kuhubiria injili hii. Roho Mtakatifu amenituma niende kwa Zungu. Zungu, mbona unalala? Baba wa mbinguni amenituma kwako, amesema wasaidie yatima na maskini. Lakini mimi nipokee kwa niaba ya yatima na maskini. Zungu, umejaliwa mwanamke mzuri, mwanamke anaopendeza. Kama nyinyi mlio hapa kanisani ni mwili mmoja, iweje atoe mwanamume, wewe mwanamke ukae? Naona watu wananishangaa, na mzee wangu ananishangaa, anauliza, wewe ndio usikalelele? Mimi niangalie, hata ni mikono yangu ni mimi mwenyewe, hata pichi yangu ni mimi mwenyewe. Maana Baba wa mbinguni ameniagiza, usipotoa fungu la 10 na yeye atachukua kilichokuwa chake. Ole wenu wasanii, mnamuonea mwana wa Adamu hivyo, kwa maana imeandikwa, kila mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Lakini kwa sababu kamba yenu imekuwa fupi, pambaneni na hali yenu. Amini nakwambia, Baba wa mbinguni amenitupa kwako, na Mungu awabariki sana. Ndugu zangu Wasoyawani, mnafanya kazi nzuri sana.